tumesikia neno lako kuwa tutaishi kwa muda mfupi katika ulimwengu huu, lakini hata hivyo bado tuna huzuni tunapoondokewa na wenzetu. Utusaidie Bwana hata katika huzuni hii kubwa katika taifa letu, lakini pia katika familia ya kina Msuya, familia ya Wanamwanga, lakini familia ya Tanzania zaidi. Tunaposikia neno lako litujenge, litukumbushe, lituweke tayari kuingia mbinguni kama watoto wako tulivyoimba. Asante kwa kuwa neno lako litapenya katika masikio yetu na kukaa katika mioyo yetu, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Tasoma kutoka Zaburi ile ya 39. Zaburi ya 39 na mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 4. Nalisema, nitazitunza njia zangu, nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Nitajitia lijamu kinywani, maadamu mtu mbaya yupo mbele yangu. Nalikuwa sisemi, nalinyamaa kimya, sina faraja, maumivu yangu yakizidi. Moyo wangu kawa moto ndani yangu, na katika kuwaza kwangu moto ukawaka. Nalisema kwa ulimi wangu, Bwana, unijulishe mwisho wangu, na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani? Nijue jinsi nilivyo dhaifu. Amen. Na tuketi. Wapendwa familia ya mzee wetu Cleopa David Msuya, pendwa Mheshimiwa Rais, viongozi wote wa kitaifa, na kipekee sana Wanamwanga, tunawapeni pole sana kwa msiba huu mkubwa. Ninakumbuka nyumba hii ambayo tunaifanya ibada hii ya mwisho mahali hapa. Ni mahali ambapo huyu aliyelala Cleopa David Msuya alipigania sana iweze kujengwa kwa michango ya kila mtu. Alitushirikisha sana, na utaweza kuona moyo wake jinsi ambavyo alitamani nyumba hii iishe, na yeye kwa kushirikiana na wenzake waliweza kuikamilisha. Ndugu zangu, na kipekee watoto na wajukuu wa mzee wetu Cleopa Msuya, niwapeni pole sana sana. Niwapeni pole, ninajua jinsi ambavyo mmeumia, lakini Mungu ataendelea kuwafuta machozi. Ninajua mama yenu na bibi yenu aliondoka siku nyingi, na sasa baba anaondoka kwa jina ambalo sasa ni lazima liwe la kwenu. Ninyi mtaitwa yatima. Hayo ni majina ya kibinadamu, lakini Mungu tuliye naye, yeye atakuwa baba yenu. Yeye atakuwa yote katika yote. Ninyi Wanamwanga, mzee huyu ambaye daima mlimuita baba wa Mwanga, Mungu ataendelea kuwa baba yenu. Mheshimiwa Rais, ninajua wastaafu kama hawa ni washauri wako wa karibu sana. Huyu Mungu tunayemwamini,
Yeye, moja ya sifa yake, sifa ya Yesu, yeye ni mshauri wa ajabu. Ataendelea kukushauri na taifa letu litaendelea kwenda mbele, na ataendelea kuinua walio wengi. Mungu akujalie sana. Ndugu zangu, kifo ni jambo la kutisha. Kifo hakuna anayekipenda. Na ndio maana katika ulimwengu huu kila mmoja anajaribu sana kutokufikia hatua hii. Lakini Mungu, yeye anayeamua kuja kwetu na kuondoka kwetu, yeye anayejua tarehe, muda na nukta ya kuondoka, akiruhusu tunafika katika hali hii. Yesu aliwahi kuwafariji wanafunzi wake kwa maneno mazuri kabla ya kifo chake mwenyewe. Wasomaji wa Biblia watakumbuka yale maneno kutoka Yohana 14:1-3. Aliwaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Halafu akawaambia kule ambako tunakwenda, kule ambako mzee wetu Cleopa David Msuya amekwenda. Anasema, nyumbani mwa Baba yangu, yani mwa Mungu, mna makao mengi. Kama si hivyo, nisingewaambia. Maana naenda kuwaandalia mahali. Tena anasema yeye mwenyewe Yesu, pale atakapokuwepo yeye, anasema nilipo mimi, nanyi mtakuwepo. Familia ya Msuya na familia ya watu wa Mungu, pale alipo yeye, ametuahidi na wote wanaokufa katika Kristo, wote wanaokufa katika kumwamini Mungu, pale alipo yeye, hao pia watakuwepo. Ndugu zangu, Yesu anasema pia, kwa kuwa yeye ni hai, basi sisi nasi tutakuwa hai. Hii ni faraja kubwa ambayo Yesu anatupa katika maneno ya kinywa chake. Mwandishi wa Zaburi hii ya 39 tuliyoisoma, anaonyesha hakuwa na akili tu, lakini alionyesha kuwa na busara. Tena alikuwa na hekima. Huyu alijihoji, na sisi tunahitaji kujihoji juu ya mwisho wetu baada ya maisha haya. Tutakwenda wapi? Huyu mwandishi wa Zaburi alijihoji. Na akajiuliza, na utadhani anaongea na Mungu. Anasema, Bwana, unijulishe mwisho wangu. Hebu nijulishe mwisho wangu. Nijulishe Mungu muda ambao umebaki kwangu mimi. Nijulishe, ili nijue kiasi cha siku zangu ni kiasi gani zilizobaki. Ilikuwa hoja ngumu sana. Mimi nisingetamani nijue nimebakiza siku ngapi, sababu unaweza ukachanganyikiwa. Nakumbuka ndugu yangu mmoja aliambiwa na hao watundu mitaani, na waita watundu wa mitaani, wala sio waganga wa mitaani. Aliambiwa, wewe utakufa kwa ajali. Unajua alikuwa hataki, yani atatembea kwa mguu hata mpaka Moshi. Lakini aliishi mno, lakini simply kwa sababu aliambiwa wewe utakufa. Mwanadamu hataki kuondoka katika maisha haya.
Siku hizi jioni kule Dar es Salaam watu wanafanya mazoezi. Kama ufanyi mazoezi ni wewe peke yako umebaki. Lakini ukiwauliza sana hawataki kuondoka mapema. Nafanya vizuri, tuendelee na mazoezi. Na siku hizi hata ulaji wa chakula watu wanakula kwa uangalifu sana, kwa sababu wanataka kuishi zaidi. Hawa madaktari akina Dr. Mwinyi wanatuhimiza sana, na wenzake kina Janabi na wengine kujiangalia. Wewe kama unavamia tu, siku zako si nyingi. Lakini neno la Mungu, na hasa katika Injili ya Yohana, hazungumzii sana swala la uhai, anazungumzia swala la uzima wa milele. Kwamba maisha haya tunaweza tukaondoka, haijalishi umeishi siku ngapi, lakini umefanya nini kwa jamii. Haijalishi umekufa kufaje, lakini umekufa kwa namna ipi. Huyu mwimba Zaburi alimhoji Mungu, Bwana unijulishe mwisho wangu, ili nijue jinsi nilivyo dhaifu. Yaani kwa njia nyingine anataka kutuambia kwamba wanadamu tukijua siku zetu za kuishi duniani ni za kuhesabika, tutaishi kwa kumpendeza Mungu. Tutakuwa watu wa kumpendeza Mungu na kumsikia Mungu. Tutakuwa watu wa ibada. Tukijua kuwa maisha yetu na siku zetu zinahesabika, tutaishi tukipendana na kutakiana baraka. Tutaishi tukipendana na kutafuta amani na watu wote. Waebrania sura ile ya 13 mstari wa 14 anasema, tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Tukijua kwamba siku zetu ni chache katika ulimwengu huu, tutaishi kwa kupenda amani. Baba huyu aliyelala ni baba ambaye alitafuta sana kuwa na amani na watu wote. Najua miongoni mwa watumishi wa serikali waliokuwa very serious ni huyu baba. Wale waliofanya kazi naye wakikuhadithia, mmoja nilimwambia tumetoka kumsalimia mzee Cleopa Msuya, akisema umekwenda mahali pa kuchota hekima na busara. Na watu walimheshimu. Sote tulimheshimu. Si kwa sababu alikuwa na nguvu sana, lakini kwa sababu ya hekima yake na busara yake. Si kwa sababu alitisha, lakini kwa sababu alitanguliza sana kutafuta amani na watu wote. Na ndugu zangu, katika kutafuta amani na watu wote ni pamoja na haya aliyosema mwimba Zaburi. Yeye aliyesema nitazichunga njia zangu, katika ule mstari wa kwanza, nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Hizi ndimi tulizo nazo zinatukosesha sana sana sana. Ndimi tulizo nazo zinatukosesha sana sana. Huyu baba, kwa wengi ambao nimemsikia, hata akikuonya unakubali kwamba maonyo haya ni sawa sawa. Aliutumia vizuri ulimi wake. Ndugu zangu,
tukijua kwamba hapa ulimwenguni tunaishi kwa kitambo kidogo, pia tutaishi kwa kuwajali wengine. Tukijua kiasi cha siku zetu, tutaishi kwa kuwajali wengine. Ushuhuda wa mzee Msuya unanishangaza sana. Nimesikia wengi wa ngazi yake wakisifu, lakini nimesikia wengi wa ngazi za chini wakisifu. Hawa wa chini hawa ndio ambao tulio wengi katika viongozi, hapo ndipo tunapofeli. Mimi nimepita mahali pengi, lakini sijasikia mtu wilaya nzima wakamuita baba wa wilaya, baba wa Mwanga. Si kwa sababu nyingine, si kwa sababu ya uzee au kwa sababu ya umri, ni kwa sababu ya alama, kwa sababu ya upendo alioweka kwa watu wa chini. Mungu anatutuma sisi na anatupa nafasi hizi tulizo nazo ili tuwaangalie hao watu wa chini. Alikuwa sababu kubwa ya kuwafanya wengi watabasamu. Ninakumbuka moja ya kitu cha mwisho kabisa tulipofika kumsalimia hapa na baba askofu wa Dayosisi ya Pare, badala ya kutuambia mambo mengi anasema tu, nafurahi wananchi wa Mwanga wamepata maji. Ninamshukuru sana rais. Alituambia, Mheshimiwa Rais alituambia kama kitu kinachotoka moyoni mwake. Mimi nikafikiri wamemwekea mabomba mapya hapa kwenye nyumba yake. Wananchi wa Mwanga. Viongozi, tuwakumbuke wale ambao Mungu anaweka chini yetu, ili siku zetu za kuishi hapa ziwe baraka. Mzee Msuya amekuwa kielelezo kizuri kwetu kama Watanzania. Lakini pia unapoisoma hii Zaburi ya 39, unaona jinsi ambavyo huyu mwimba Zaburi anachokihitaji. Anasema, nijijue jinsi nilivyo dhaifu. Kwa lugha rahisi, anatamani awe mnyenyekevu. Sasa hivi wanyenyekevu ni hadimu sana. Kila mtu yuko tayari kupigana vikumbo na kila mtu. Wanyenyekevu ni wachache sana. Huyu baba ameonyesha unyenyekevu. Na tabia hii ya unyenyekevu, yani unyenyekevu maana yake rahisi ni kwamba bila Mungu mimi si kitu. Si kitu kabisa. Ndio maana unyenyekevu. Kwamba mnyenyekevu maisha yake yanategemea jinsi Mungu anavyotamani aishi. Huyo ndio mnyenyekevu. Tabia ya unyenyekevu ni neema anayopewa mwanadamu kutoka kwa Mungu mwenyewe. Yesu anaelezwa na Mtume Paulo kwamba alikuwa mnyenyekevu, naam, hata msalaba aliendelea kunyenyekea. Unyenyekevu, ndugu zangu, si woga. Lakini pia tusije tukapotosha maana. Unyenyekevu si uzembe, ni kuitafuta amani. Unyenyekevu ni nini basi? Unyenyekevu ni ile tabia au hali ya kujishusha
kuwa tayari kuwatumikia wengine. Mzee wetu huyu tunayekwenda kumlaza kaburini leo, Cleopa Msuya, tumeambiwa alipewa kipawa cha kusikiliza na kunyenyekea. Kwenye falsafa ya Kiyunani wanalinganisha kusema kama shaba. Unaposema ni shaba, lakini kusikiliza ni dhahabu. Huyu baba alipewa nafasi, alipewa neema ya kusikiliza, kusikiliza wengine, kusikiliza. Hata unapokwenda atakusikiliza kama vile hajui, lakini kumbe anajua sana. Ndugu zangu, na hasa viongozi wenzangu katika jamii na katika kanisa, tumuombe Mungu atupe tabia ya unyenyekevu. Tuwe unyenyekevu ndani ya kanisa, ndani ya jamii, ndani ya familia. Lazima tuishi maisha ya unyenyekevu. Mungu atupe hamu ya kukaa katika neno lake, kuishi kwa kumpendeza yeye. Ukikaa katika neno la Mungu, ukikaa katika ibada itakufanya, neno la Mungu litakufanya unyenyekee. Tunaweza kuishi hivyo kama tu tutamwacha Mungu atawale maisha na mawazo yetu. Ni vema basi tukapenda kusikia neno la Mungu, tukapenda kuyafanya yale yanayompendeza Mungu kuliko kuyafanya mapenzi yetu wenyewe. Ndugu zangu, sisi ambao leo tunamsindikiza huyu baba, je, hatuoni umuhimu wa kukumbuka ya kuwa siku zetu za kuishi ni chache sana? Hatuoni umuhimu wa kubadili mwelekeo wetu na kuanza kumsikia Mungu sawa sawa anataka tufanye nini? Tulio viongozi tangu ngazi za chini kabisa, hatuoni kwamba Mungu ametupa watu wa kuwaongoza, kuanzia wale wa nyumba 10, si kama siku hizi bado hapo. Hatuoni kwamba ili kuwaongoza watu walioumbwa na Mungu tunahitaji sisi kumsikia Mungu anatuambia nini. Hatuoni. Hatuoni umuhimu huo wa kuyabadilisha maisha yetu ili nasi tutakapoitwa tuwe tayari kuingia kule mbinguni, kama ambavyo tumeimba. Na sina hakika kama kweli tuko tayari kuingia mbinguni. Tulipoimba wimbo huu 157, tuliimba maneno haya: moyo wangu na furaha ya kwenda mbinguni kwa Mungu. Yaani kwenda mbinguni kwa Mungu manake uko tayari kufa leo. Nilikuwa najaribu kuangalia wote wanaoweza kuimba kama wako tayari. Hivi tuko tayari kweli? Natatamani tuimbe tena. Kama tuko tayari hata sisi tukuita, kwa sababu baada ya mzee wetu Cleopa David Msuya mwingine atafuata tu. Na tutasema tulikuwa naye pale Usangi. Tulikuwa naye alifanya hiki na hiki. I hope sitakuwa mimi wakasema yule aliyekuwa nahubiri. Namuomba Mungu ili nihubiri zaidi. I hope. Yaani kukaa kwangu
Kama vile Paulo anasema kuishi iwe ni Kristo, kumhubiri Kristo, alafu ni kifa iwe faida. Naomba tuimbe hili fungu la 3 tena. Unaweza ukaliacha tukao unaguna tu. David Msuya, ninawaonea wivu kuwa na baba wa namna hii ambaye taifa linamlilia, kwa sababu kufa tutakufa. Lakini kuna mababa ambao vifo vyao mnajua wenyewe. Lakini ukiona umati uliokuwepo pale Dar es Salaam, pale Mwanga, hapa hata leo, viongozi, bahati nzuri ndio sasa naanza kutambua kwamba wapo, vinginevyo ningepata uoga sana. Viongozi wote wako hapa. Ni baba wa namna gani huyo? Lazima mumshukuru Mungu. Hata kama baba amelala, sema asante Bwana Yesu kwa maisha ya baba. Sisi wachungaji, mapadri, maaskofu, kuna misiba mingine tunakuwa na kigugumizi. Sasa tutamzikaje huyu? Tutasema nini? Huyu baba amekuwa baraka kama nilivyosema kwa jamii, kwa serikali, lakini zaidi kwa kanisa. Hebu tutengeneze ushuhuda wetu tungali na uhai. Tujiulize, na leo kila mmoja aende azungumze na Mungu kwa maombi yake. Mungu, nijulishe kiasi cha siku zangu ili niondoe kiburi, ili niwe na ushuhuda katika mtaa ninaoishi, wilaya, mkoa, katika familia, ili watu waone ni baraka kuwa na baba, kuwa na mama kama wewe. Mungu atusaidie. Misiba kama hii inavyopita, mara zote ninawaambia watu wengi, hiki ni kama kibao kinachonionyesha kwamba bado wewe. Na leo Mungu anataka kutuambia kwa lugha hii rahisi, bado wewe zamu yako. Mungu atusaidie sana, kwa sababu mbinguni hakuna mbingu za watu waliozikwa na watu wengi. Hakuna mbingu eti kwa sababu walizikwa na maaskofu wengi, ila ziko mbingu za watakatifu walioweka maisha yao tayari kuingia kule mbinguni. Mungu atusaidie ili nasi tunapomaliza msiba huu, basi tuwe tayari kurithi uzima ule wa milele. Amen.